Wakazi wa jiji la Mbeya wanaendelea na hekaheka za maandalizi ya sikukuu ya Idi ikiwa imebaki siku moja baada ya mapumziko ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Katika matembezi yaliyofanywa na IOTV kwenye baadhi ya maduka ya mavazi, imebainika kuwa biashara ya mavazi ya sikukuu hususan abaya bado haijachangamka kama ilivyokuwa miaka iliyopita. Baadhi ya wafanyabiashara wamesema hali ya mauzo sio nzuri kutokana na changamoto za kiuchumi ambapo wananchi wengi bado hawajapokea mishahara yao, hali inayosababisha manunuzi kuwa ya kusuasua. Mmoja wa wafanyabiashara amesema alitarajia kupata wateja wengi baada ya kuagiza mavazi kutoka nje ya nchi mwezi mmoja uliopita, lakini matarajio hayo hayatimia kutokana na hali halisi ya soko. Majina naitwa Jessica Steven, napatikana maeneo ya Mbeya, soko Matola, soko jipya. Ni muuzaji wa abaya. Ila kwa mwaka huu biashara kidogo sio nzuri. Labda tuangalie siku ya leo na kesho tuone kama biashara itaendaje, ila kwa sasa hivi biashara sio nzuri kiujumla. Na mabaya yetu tunauza 60,000, bei ya mwisho 50,000. Ila kwa sasa hivi biashara kidogo bado ni ngumu. Yaani ni ngumu, tena ni ngumu haswa. Labda sijajua wakati ya siku ya leo au kesho biashara itakuwaje. Kwa kawaida labda unasikia kwa wenzako huwa ikoje? Sasa msimu wa karibia na Idi kama hivi. Kwa mwaka huu kidogo ni tofauti, lakini kwa miaka iliyopita kidogo kulikuwa na uafadhali, ila tofauti na mwaka huu. Nimewapata ila sio kivile, yani hata robo bado kwa mategemeo nilokuwa nayo. Na wateja wengi kwa wanakuja ni wa kiume au wa kike? Wateja wengi ni kwa asilimia tuseme ni nusu kwa nusu, wa kike na wa kiume. 50 kwa 50. Na wanakuja ngombe kidumu cha mtu yake anakijua kabisa size ama. Kwa haya mabaya huwa ni size kwa sababu wenyewe wanavaa nguo ndefu. Kwa hiyo kunakuwa hamna haja ya kupima kwa sababu yani zinakuwa ni kubwa kubwa. Kwa hiyo akiwa mwembamba, akiwa mnene anavaa. Kwa majina naitwa Justin Steven Simoni, ni mfanyabiashara wa majuba na nguo za wanawake kwa ujumla. Kipindi hichi ni kipindi cha sikukuu ya Idi ambayo wateja tunao wengi kama unavyoona hivi sasa hivi. Biashara imenoga kwa kipindi hiki tofauti na mara ya kwanza. Ilikopo ni wateja ni wapo, ila inakopo sio sana wateja wengi, ila huu msimu wa sikukuu wateja tunao wengi kwa ajili ya kujiandaa na sikukuu ya Idi ambayo itafanyika kesho. Wateja ni wengi kama hivi unavyoona, wateja wanakuja kujumua hivi. Nguo tunazo nzuri kabisa, zingine ni nguo kutoka Dubai na zingine ndo kama hivi mitumba oji. Kawaida huwa bei zenu zinaanzia ngapi hadi ngapi? Bei hapa ni kitonga. Bei kuanzia 15,000, 25,000, 45,000, 50,000 na kuendelea. Na wateja wenu zaidi kati ya wanawake na wanaume ni wapi ambao wanakuja zaidi kununua? Sasa kama hivi unavyoona duka letu, sasa wanawake ndo wanakuja kununua wengi. Wanakuja wengine na wamezao wanakuja kuwanunulia. Sasa wanawake sana sana. Katika hatua nyingine, IOTV imezungumza kwa njia ya simu na Sheikh wa mkoa wa Mbeya, Msafiri Njalambaha, kuhusu umuhimu wa mavazi ya sikukuu kwa wanawake, hususan swala la kuvaa abaya. Lakini mwanamke ni mwili mzima uwe covered kasoro uso na viganja viwili. Bila kutegemea nguo ya gharama yoyote ile. Ibada, kwa sababu ibada ni ya kila mtu, maskini, tajiri, yatima, mtu yote yule ni wa Mungu. Mtu yote anatakiwa muabudu Mungu. Sasa ukiweka tena hapo kitu cha gharama na jambo bora, mtu anamwelekea muumba wake, haliingii. Hiyo nakusudia sasa katika ibada zetu za swala wakati wote, na ile hata swala ya Idi ni swala. Sasa Idi kuna kitu kinakuja, ni sikukuu. Sio kama nielewa. Nimekuelewa vizuri. Sikukuu, siku ya furaha, siku ya kushukuru Mungu kwa yale aliyotutendea, kuifikia na kukamilisha mfungo.
Kwa hiyo katika ile furaha siku zote, mtu yote furaha anafanya jambo zuri la kupendeza. Kwa hiyo atanunua nguo mpya ya kwake yeye, ya mke wake, ya watoto wake, na chakula kitabadilika nyumbani. Ni mambo ambayo ya furaha hayo yapo yanakuwepo katika sikukuu. Tuna kitu kinaitwa sio sadaka, ni zaka. Maana sadaka na zaka ina tofauti. Sadaka mtu anaweza kutoa kwa kiwango anachokitaka yeye na kwa wakati anaotaka yeye. Lakini zaka ina kiwango maalum na ina muda maalum. Sasa hapa ukingoni mwa somo ya mfungo wa Ramadhani kuna kitu kinaitwa zakatul fitr, zaka ya fitri. Unaweza kwa pesa zaka ya fitri, zakatul fitr, ambayo yenyewe inatakiwa itolewe 2.5 kilo kwa chakula kinachopendwa katika eneo hilo. Chakula pendwa kabisa. Sasa sisi kwetu huku ni mchele. Unaweza kukuta nchi nyingine au maeneo mengine wana chakula kingine tofauti wanachopenda. Kwa hiyo kile kinachopendwa na watu walio wengi basi ndio atoe 2.5 kilo. Kama kuna watu wanapenda ugali, basi 2.5 kilo za unga wa ugali. Kuna watu wanapenda mikate huko, wanapenda sana kula mikate nini, basi ngano 2.5 kilo. Iwe ni tende, basi 2.5 kilo za tende. Atoe awape wastahiki. Na hiyo ana kutoa kwa nafaka kamili, lakini anaweza kutoa kwa thamani ya ile nafaka, lakini ni sawa na 2.5 kilo. Wengine ambao wanamtegemea kwa watoto wa ndugu zake, vitu kama hivyo, anawatolea. Kwa anatoa ikile anachokitoa anawapa wanaostahiki. Wanaostahiki ni maskini, mafakiri, mayatima, watu walioharibikiwa safari. Mtu yuko safarini lakini kaharibikiwa safari, apewe. Na lengo tu ni lengo la kawaida la kusaidia, lakini kwa sababu ni siku ya Idi, lengo maalum la kufanya siku ya Idi sasa familia zilizo nyingi nazo ziwe katika hali nzuri ya kufurahia Idi, kwa maana ya kupata mlo mzuri. Kama ambavyo wale wenye nacho wanapata mlo mzuri na kufurahi na familia zao, basi hata wale ambao hawana na waweze kufurahi na familia zao na kupata chakula kizuri.